siku hizi 2-3 na tukafunga ndoa na Kenzo. Linda, it's too early. Kenzo! Angalau unachotoa kwenye mdomo wako. No, usijali. Kwa sababu next time nikimwona nitajaribu kuapisha mkayo. No, Kenzo. No, Kenzo, usiseme hivyo. Kwa rifara kwenda kumwona daktari bingwa na mtaalamu kwa ajili ya changamoto za figo. Nini kutokea? Subiri, nakuja. Halo. Polisi. Tuko Regency hoteli hapa ya. Kuna tatizo limetokea. Sawa. Nakuja. Hebu niambie kwanza kuna nini? Umeumia? Inuka basi niambie kuna nini mwanangu? Kuna nini niambie? Hebu silie. Nani? Nangaika na watoto nakuja. Nakuja. Please, naomba. Sijafanya. Naomba nitunzie mtoto wangu. Naomba unitunzie watoto wangu. Please. Habari za muda na wakati kama huu, mpendwa mtazamaji wa Focus Television. Na hizi ni habari zotifikia hivi punde ya kuwa kuna mauaji ya kutisha yametokea katika moja hoteli kubwa hapa jijini. Mshukiwa wa mauaji hayo mpaka sasa amejulikana kwa jina moja tu la Rebecca. Mashuhuda wa mauaji hayo wamesema kwamba mshukiwa alionekana akizunguka katika maeneo ya hoteli hiyo na baadaye alionekana akiingia katika malango ya hoteli hiyo. Mmoja wa mashuhuda ambaye pia ni mfanyakazi wa hoteli hiyo aliyejitambulisha kwa jina la Mary Adolf Washer amesema kwamba
alimuona mshukiwa akiwa ameshika kisu huku akitoka nduki kutoka katika hoteli hiyo akiwa amejaa damu. Jeshi la ulinzi na usalama linaendelea. Zaki, tafadhali naomba unitafutie taarifa za Rebecca haraka iwezekanavyo. You're the last person I could run to. I didn't do it. I didn't do it, I swear. I didn't do it. I swear I didn't do it, Dorcas. I didn't. They framed me. They framed me, Dorcas. They framed me. Calm down, please. Have a seat. Rebecca. Nini kinaendelea? Just tell me the truth, okay? Naomba niambie ukweli. Uko sawa? Uko sawa, Rebecca? Nilikwambiaje? Si nilikwambia usipokee simu zake. Hivi na hali hii, sasa hivi tena uanze unatoka unarudi, unaenda unarudi kibaraka tena. Kwa nini sio umpokea simu yake? Baby. Jambo bora mimi nimsaidie kwa sababu ni jambo tufanye kama ndio la mwisho. Hivi nimsaidie kwa sababu bora nifanye mimi kuliko akafanya mtu mwingine. Kwa nini wewe? Kwa nini wewe? Mtu mwingine Kwa na mimi na hali hii kwa nikata na kusubiria tena unaenda huko, unarudi unaenda huko, unarudi unaenda huko. Mimi nimekaa tu mwenyewe. Mbona nisaidie tumsaidie mmoja tu. Baada hapo nikishamaliza basi nitakuwa niko karibu na wewe. Kwa hiyo acha tutafute. Ushazipata? Yeye alichoniambia ni kwamba atawasiliana na mimi saa 2 kamili. Sasa kama yeye asiponipigie itabidi mimi nimpigie ili nimpe hizo taarifa. Nisikie ngombe. Hiyo saa 2. Naomba wewe hapa babangu. Chochote unachokiongea nataka mimi nikisikie. Sawa? Sawa. Shaniharibia mood. Ndio anaanza kurushausha mateke sasa hapa hasira naye. Oi. Anaanza kurushausha mateke. Hebu acha bana. I want. Nipigiwa simu na mlinzi. Akaniambia kwamba ana taarifa za Daniel. Yeye kaonana naye at this hotel. I was stupid. Dorcas, I was stupid. I trust. Singaambia sawa. Nakuja. Nikaenda. I went. Sikumkuta. Reception wakasema hapatikani. The floor ina matatizo. Simeke mkononi is not reachable. Nikasema okay fine. Then fine, let me leave. Nikaondoka. Nikaingia kwenye gallery and that was the last thing I remember. Nikalala. I don't know. I just don't know. The next thing I know is that naamka najikuta hivi. Naamka najikuta I find myself pembeni yangu Dorcas. Pembeni yangu Dorcas. Rebecca, nisikilize.
Please, Dorcas, I didn't do this. I don't know what is going on. Police are looking for me, but I didn't do nothing. Sijui. I don't know. I don't know nini kinaendelea. I'm just confused right now. I don't know what to do. Listen, mimi si rafiki yako. Naomba niambie ukweli. At least nijue jinsi gani ya kusaidia, please. Dorcas, I've come to you kwa sababu na mtu pekee. I wish kwamba, I hope, I trust kwamba wewe pekee yako ndio ambaye unaweza kuwa unanielewa. You don't trust me. Does this mean that you don't trust me? Dorcas, you're like a sister. I just don't know. I hope you are like my sister, Dorcas. You don't trust. God, Jesus. Oh. Rebecca. No, Dorcas, you don't trust me. You don't trust me, oh my Lord. Jesus. Lord, why? Nisikilize. Nakuamini. That's why nakwambia. Just tell me the truth. I'm afraid. I'm telling you the truth. I'm right here. I'm telling you the truth. I'm sorry. Okay. I just wish you could believe me. I'm saying my truth. Rebecca. Mimi ni rafiki yako, sio? Naomba niambie ukweli. Ukiniambia ukweli nitajua jinsi gani ya kusaidia. I'm here, Dorcas. Nakwambia ukweli. Unataka nikwambie ukweli mara ngapi? Mara ngapi unataka nikwambie ukweli kwa leo? I told you already, sijafanya. I didn't do it. I'm framed. I don't know what is going on. Sijui nani anafanyia hivi, Dorcas. I'm tired. Nimepitia mengi. I don't know. I'm losing it. I'm losing my mind. I'm losing it. Sijafanya. Rebecca, wametangaza kwenye TV, nimekuona Rebecca, wametangaza. Kwa nini sasa kama hujafanya? Polisi wote wanajua. Just tell me the truth. Nijue jinsi gani ya kusaidia, please, okay? Do you know why I came to you, Dorcas? Ndio maana nakwambia niambie ukweli ili nijue jinsi gani ya I came kusaidia. to you because I thought you trusted me. But you know what I just found out? Even you don't trust me. Oh. I'm alone, right? I die alone. This is how it goes, right? This is how it goes. I just die alone. You don't trust me. You're Dorcas. You're the last person on earth. You're like a sister and you don't trust me. I don't trust you. Nimekuuliza ili nijue jinsi gani ya kusaidia, okay? I didn't do it. I didn't do it. I haven't done a thing. I'm framed, Dorcas. I haven't done it. Calm down, okay? Naomba utulie. Sawa. Sasa utakwenda wapi? Angalau kuna hapo imejaa damu, Rebecca. Alafu unatafutwa, wamekutangaza kwenye TV, unaenda hapo utakamatwa. I
Hello? Polisi? Yes, yule mtuhumiwa alotangazwa kwenye vyombo vya habari Rebecca yupo hapa nyumbani kwangu. 366. Sawa, naombeni muwahi basi. Asante. Nashindwa kupata usingizi. Dorcas. No. Sikiza nikwambie. Hapa sio same safe. Umeelewa? Wewe unatafuta kila kona, bora ukaa chumbani huko. Unaweza ukakutwa hapa. I can't get the peace of mind I need. Dorcas. Siwezi kuput my brains at ease. Sipati usingizi. Twende ukajitahidi kupata usingizi, sawa? Jitahidi utulie basi, kaa chumbani. Mimi hapa sebeni mwenyewe naogopa. Rebecca. Hapa sio sehemu salama. At least ukaa chumbani, it's better. Pakalini. Pakalini. Mimi na imani ataisha. Sijafanya. Framed. I don't trust you. Niko framed. Sijui. Kwa nini maisha yangu yanakuwa hivi? Sikiza. Mami. Sawa. Hapa taarifa yako linasambaa, anaweza kaingia mgeni yoyote akakuta kwa sebuleni. It's not safe, okay? Sawa. Come. Vipi? Vipi pale hajapiga? Apiga wapi? Ndio maana niko standby, yani niko na simu. Huwezi amini hata bafuni nilikuwa nayo. Kimya. Nawe. Kwa jinsi navunjiwa Kambona. Alipompenda Rebecca. Sijui kwa alipoipoje. Ndio hicho inawezekana. Inawezekana kweli. Nani? Nakuja na kuchukua funguo. Nakuja na kuchukua. Nakuja. Grayson. Rebecca yuko hapa kwangu. Nimewapigia simu polisi lakini nashangaa mpaka sasa hivi hawajakuja.
Karibia nusu saa imepita. Please, naomba uwahi. Unajua mimi na hii hali yangu naogopa. Niko naye lakini naogopa, yani sina amani kabisa. Yani simuelewi. Haya basi fanya haraka.